Habari yako mtazamaji wa Zantime. Karibu katika chaneli yetu. Usisahau kusubscribe, like, kucomment pamoja na kushare chaneli yetu hii. Karibu katika kipindi cha makala ya leo. Na leo katika makala hii nitakusimulia kuhusiana na kiumbe anaitwa chura. Naye kusimulia makala hii ni mimi Warda Hamid. Kuwa nami kufahamu mengi zaidi kuhusiana na kiumbe huyu chura. Ni siku ya kipekee. Karibu tu sote katika kufahamu uhalisia wa viumbe mbalimbali ndani ya ulimwengu. Na leo tutamfahamu zaidi kiumbe chura. Chura ni kiumbe wa aina gani na maisha yake yakoje? Wacha nikupe majibu. Ndani ya ulimwengu kuna viumbe zaidi ya bilioni 1, na kila kiumbe mfumo wake wa maisha hutofautiana na mfumo wa maisha ya kiumbe mwingine. Pia kuna viumbe ambao wanaishi kwa kutegemea maji, na hata viumbe huishi nchi kavu ikiwa ni sehemu salama kwa maisha yao. Pia kuna viumbe wanaoishi kwa kutegemea maji, na hata viumbe huishi nchi kavu ikiwa ni sehemu salama kwa maisha yao yote. Sasa leo tutakwenda kumfahamu zaidi kiumbe chura. Kuna zaidi ya 4800 ya aina mbalimbali ya vyura. Katika mzunguko wa maisha ya viumbe, kuna viumbe ambao huishi kwa kutegemea maji. Kuna viumbe ambao huishi kwa kutegemea maji baridi kama samaki, yaani bila maji wanaweza kupoteza maisha. Pia baadhi ya viumbe huishi maisha yao yote ardhini, ikiwa ni sehemu salama ya kujitawala maisha yao yote. Vile vile kuna viumbe ambao wana uwezo wa kuishi ndani na nje ya maji ikiwa ni sehemu ya maisha yao. Katika hali ya kushangaza, kiumbe chura naye anaingia katika kundi hili. Makala hii inakusogezea maajabu na maisha halisi ya kiumbe huyu. Vyura ni wanyama wa ngeli ambaye ni amphibia. Ana uti wa mgongo wenye damu baridi, yaani ana uti wa mgongo ambao hauna magamba. Tunaposema amphibia, ni aina ya wanyama wanaoishi ardhini pamoja na majini. Katika mzunguko wa maisha ya chura, huanza maisha yake ndani ya maji, na baada ya kupitia metamorphosis wanaendelea kuishi nchi kavu, isipokuwa katika kipindi cha pili cha maisha. Chura aina ya kucha ambaye huishi majini maisha yao yote. Chanzo cha maisha ya chura ni mayai yaliyotagwa kwenye maji. Amphibia mdogo anayotoka kwenye yai katika umbo la dubi, ambao huishi ndani ya maji bila miguu na kupumua kwa yavuyavu akiwa na mkia, na hatimaye baadaye kubadilika na kuwa miguu na kutoka kwenye maji na kufikia umbo la mnyama mzima anayepumua kwa mapafu. Anapokuwa dubi, huwezi kumtambua kichwa wala mdomo. Chura kwa jina la kisayansi huitwa jester, mwenye ukubwa usiozidi sentimita 14 kwa urefu. Kwa upande wa wanaume huwa na sentimita isiyozidi 10. Chura ni kiumbe mwenye ngozi nyororo laini, kwa kawaida huwa na unyevunyevu kila wakati ambao humsaidia akiwa ardhini, kwenye miti na majini. Uzazi wa chura, yaani chura jike, kutokana kwa njia ya kupitia mayai yaliyowekwa kwenye mazingira yenye unyevunyevu, hasa kwenye maji, ili mabuu yaanguke. Chura ana macho yaliyochomoza na miguu ya nyuma yenye utando ambao hutumia kuruka na kuogelea. Chura ana macho yenye utando unaotoa ulinzi wakati chura yuko ndani ya maji. Kwa kupitia sikio hupokea ishara za sauti. Pia ana miguu miwili ya mbele na miguu miwili ya nyuma ambayo humsaidia katika kutembea, kuogelea, kuruka na kuchimba. Chura ana uwezo wa kuruka mara 10 hadi 20 urefu wa mwili wao, na baadhi yao vyura wa miti wanaweza kuruka hadi mara 50 kwa urefu wa mwili wao. Chura ana moyo unaotaka kulingana na binadamu. Mioyo yetu ina vyumba 4, wakati moyo wa chura una tofauti kubwa na moyo wa binadamu. Mioyo yetu ina nyumba 4, wakati chura ana moyo wa nyumba 3. Chura ni mabwana katika kujificha. Wanapoona dalili ya hatari, hujificha kwenye maji akiwa na rangi ya
kijani mwenye rangi ya kahawia huchanganyika na madimbwi yaliyokauka na baadaye hujificha na kuendelea kuishi. Kipindi cha baridi, mara nyingi chura hupata mahali fulani chini ya ardhi ambapo chura atazuiliwa dhidi ya baridi kali na hata kupoteza maji mengi. Chura hupendelea kula lishe inayojumuisha wadudu na samaki wadogo. Minyoo, buibui akiwa chini ya maji hufanya mawindo kwa kutumia sifa zao zenye nguvu za misuli na kusukuma kwenye mawindo yao wakizijaza midomoni mwao. Kupitia uchunguzi wa wanasayansi kwa muda mrefu, walifanya uchunguzi suala la meno na kugundua baadhi ya vyura wana meno madogo kwenye taya zao za juu na paa la midomo yao, huku aina nyingine wengine wakiwa taya zao hazina meno. Katika kumlinda chura jike, chura dume mara nyingi huingia ndani ya maji katika eneo lao na kutumia sauti za kina ambazo huwafukuza wanaume wengine, wakati huo huo huwavutia wanawake. Chura dume wakati wa kupandikiza mbegu humpandia jike kwa kumshika ama kwa kwapa. Muda huo mwanamke hutoa mayai ambayo yanarutubishwa kwa wakati mmoja na damu, na muda wa kuanguliwa kwao kawaida ni siku 5 hadi 40. Mara nyingi pia hutegemea pia hali ya hewa. Mtazamaji wa Zantime, na huu ndio mwisho wa kukusomea makala hii. Nadhani umejifunza mengi kuhusiana na kiumbe chura. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Niliyekusomea makala hii ni mimi, Warda Hamid.